Kama kunakuwa hakuna mechi nyepesi, basi hata kwenye mashindano inakuwa hakuna mashindano nyepesi. Ukishasema haya ni mashindano, watu wanagombea kitu, watu wanagombea pointi, automatically mechi zitakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunaamini kwenye ligi ya championship ina ugumu kwa sababu kwanza tumekaribiana pointi, lakini kila mmoja ana malengo yake. Kwa hiyo sisi kama Kagera tuna malengo yetu ni kushinda kila mchezo. Kushinda kila mchezo, then mchezo wa 30 tutakaa sasa tuanze kuhesabu tumekusanya pointi ngapi. Lakini mechi ni ngumu, ligi ni ngumu, ligi na ushindani, kuna wachezaji wengi ni wazuri vijana, lakini kuna senior ambao wamekuja kuongeza ushindani kwenye championship. Kwa hiyo mimi naamini ni ligi ambayo ina ushindani mkubwa. Rai yangu tu ni waombe waitupie macho kuiangalia, kuiangaza, bodi ya ligi, shirikisho liweke macho huku, kwa sababu mimi naamini kabisa tunaweza tukapata wachezaji wazuri wengi ambao wakaja kucheza Premier League. Wanatakiwa support team kwa sababu wana Kagera hawana timu nyingine tofauti na Kagera Sugar. Kwa hiyo tuungane, tusupport team. Mimi nadhani lengo la kila mwana Kagera ni kuiona Kagera inarudi ligi kuu. Sisi tupo ndani ya uwanja tunapambana, wao wawe nje wakitupa support. Naamini kwenye ushirikiano, kwenye umoja, Mungu atatia neema zake. Tutapata kile ambacho tunatamani kukipata. Kwa hiyo mimi nawaomba wana Kagera wajitokeze kwa wingi, mechi za hapa waje support team, lakini hata mechi za away watuombee dua. Asante sana. Kwa majina naitwa Ronald Okoth, mimi ndio CEO wa team. Kwa sasa tunashukuru sana kwanza Mwenyezi Mungu kwa sababu tulianza msimu hatukuanza vizuri vile, lakini pia ukiangalia pia mahali tuko saa hizi timu tumeendelea sana kwa sababu tulikuwa na lengo letu kuu ni moja, kuhakikisha kwamba timu inarudi ligi kuu, na hadi sasa michezo zote tumecheza ndio haijakuwa rahisi kwa sababu kila mchezo umekuwa ni kama finali. Mahali ambapo natoka nyumbani sijaona ligi ngumu kama hii, na lakini nadhani vijana wamejikakamua sana kuanzia mechi ya kwanza mpaka saa hizi tumecheza mechi ya 18. Ukiona jinsi ambavyo tumecheza, tumepoteza tu mchezo moja katika hizo mechi zote, lakini pia ukiangalia utaratibu ambao tumekuwa nao, mfumo wetu wa kucheza, makocha ambao tuko nao, wachezaji ambao tulisajili, nadhani ile kushikana kwa pamoja kama timu imetusaidia sana, na pia tulisajili wachezaji wengi vijana wadogo wazuri sana ambao tulikuwa tunaamini wataachieve objective yetu. Kusudi litafikiwa kwa sababu ukiangalia timu yetu, ukiangalia wakufunzi ambao tuko nao, tuko na Juma Kaseja, tuko na kina coach Simba Idi, kuna Steven Nyenge. Ukiangalia hao ni wale ambao wachezaji ambao wakufunzi ambao siku zao walikuwa wachezaji ambao ni wazoefu mno. Na ukiangalia pia hata timu ambayo yenye tuko nao sasa hizi, tuko na mchezaji mzoefu Erasto Nyoni, tuko na kina Dante, tuko na kina Tangalo, tuko na vijana wadogo akina Lukman. Ukiangalia pia pale mbele tuko na kina Chirwa, wako na uzoefu mkubwa. Ukiangalia timu yetu ni timu ambayo tuko na mixture, tuko na blend of youth na experience, na katika timu zote unataka timu ambayo iko na hiyo balance zote mbili. Tuko na uongozi, tuko na vijana wadogo, na pia kuna wale vijana ambao wanaiga wachezaji wenye tuko nao kwa timu, na above all pia ukiangalia pia ile style ambayo tunacheza ya teacher wetu ama mwalimu mkufunzi wetu ni style ambao ndio kwa namna vyovyote lazima tupate matokeo. So nadhani kulingana mimi, ndio safari bado ni ndefu na tayari tushamaliza usajili, na tunajua wale wachezaji ambao tulaleta katika usajili dirisha dogo watakuja kutusaidia sana pakubwa. So mimi naamini hakuna kitu haiwezekani, na nguvu mpya tayari tushaongeza kwa timu, na maybe hizi mechi zimebaki kwa katika mkondo wa pili tutajikakamua jinsi ilivyo, especially hapa nyumbani tuhakikisha kwamba tupotezi mechi hata moja, na ugenini pia tunapiga sabu zetu vizuri. So mimi nina imani kwamba timu itapanda. Naomba sana mashabiki wetu hapa Bukoba, especially wakati ambapo tunacheza mechi zetu za nyumbani, tunawasihi sana na tunaomba kwamba wakuja support timu yetu. Hivi mwenendo wa Kagera Sugar ni mzuri, na sisi kama chama cha mpira wa mguu mkoa wa Kagera tunapambana kwa kushirikiana na uongozi wa Kagera Sugar kuhakikisha timu hii inarejea ligi kuu. Na nafikiri mnaona hata katika maendeleo yake sasa hivi iko nafasi ya pili, ikitanguliwa na Geita wenye pointi 46 na sisi tuna 43. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah kama tutakwenda hivi timu yetu itarejea ligi kuu. Na sababu kubwa ya kuipambania timu ya Kagera Sugar kurejea ligi kuu ni timu ambayo inaleta chachu ya maendeleo ya soka katika mkoa wetu, lakini tunapambana na timu zingine za madaraja ya chini ziweze kupanda kufikia level ambayo imefikia Kagera Sugar. Tatizo kubwa ambalo tunalo katika mkoa wetu wa Kagera ni kwamba hatuna makampuni makubwa, hatuna viwanda, na watu
binafsi kuendesha timu ya mpira wa miguu inakuwa ni gharama kubwa sana kwao. Lakini sisi kama chama cha mpira wa miguu tunatoa rai kwa yeyote ambaye anataka kuanzisha timu, tutashirikiana naye kwa hali na mali kuhakikisha tunaisaidia kufika katika daraja la juu. Mali sisi tunataka mashabiki wa Kagera Sugar kutoka moyoni, sio mimi sina timu nyingine ipenda Tanzania kutoka Kagera Sugar. Ulaya napenda Manchester na niliumia timu yangu kushuka, lakini naamini kwa juhudi zilizopo timu itarudi. Na kwenye ligi ya championship hakuna timu yenye uwezo kama Kagera kabisa, na timu yetu yani championship kama kichezeshwa mpira fair hakuna timu ya kufunga, lakini championship ina mambo mengi. Ndio nilichokuwa naomba mashabiki wa Kagera Sugar wote kwamba tuunganishe nguvu yetu ili kuhakikisha timu yetu inaendelea kukua. Ni sifa kwa mkoa, sifa kwa watu wote. Unaona timu inapokuwa ligi kuu. Kwa maana hiyo ni kuwaomba tu mashabiki tuje uwanjani kama hivi tunapotokea mechi, kuna vingine vishalipiwa. Unaona ni sisi wenyewe tu kuweza kuingia, tuombe mashabiki waweze kuingia kuisupport timu yetu iweze kufanya kuendelea ligi kuu, kwa sababu bila sisi wao hawawezi. Wao ni waombe tu ndugu mashabiki tuweze kuwa tunaendelea kwenye mechi za Kaitaba ambazo tunakuwa tunaingia bure, kwamba hamna kitu tunaingia bure. Lakini pia ni kuomba tu ndugu viongozi wa mkoa, unaona viongozi wa wilaya, kwa mfano manispaa, tuunganishe nguvu, unaona tuunganishe nguvu ya pamoja. Tukishaunganisha nguvu ya pamoja, mimi naamini kwamba tunaweza kupata kitu.